rises in the darkness for the upright. Light rises in the darkness for the upright. A light rises in the darkness for the upright. A light rises in the darkness for the upright. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi ni chumvi ya dunia. Chumvi ikipotewa na ladha yake itakolezwa na nini? Haifai kitu tena ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima haufichiki. Kadhalika watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kinara, ipate kuangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo mwanga wenu uangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Injili ya Bwana. Sifa kwako. Ndugu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Basi nawakaribisheni kwenye tafakari ya masomo yetu siku hii ya leo, ambapo tumesikia Isaya akituita katika kutenda, hasa kujibu haja za watu wengine, ili tupate kuendelea kuwa mwanga katika maisha yetu. Na Mtakatifu Paulo katika somo la pili ameweza kuzingatia na kusema kwamba sio katika kuzungumza kwa ufasaha, bali ametambua maishani mwake Yesu ndiye mwenye ushawishi mkubwa pamoja na msalaba wake. Na kwenye injili yetu ya siku ya leo tumeweza kuambiwa kwamba sisi ni chumvi ya dunia na ni mwanga wa ulimwengu. Hivyo mambo hayo ndio tunayoyapata katika masomo yetu ya siku hii ya leo, na pengine anatupa nafasi kuendelea kuwaza baadhi tu ya yale mambo ambayo tuliweza kuyasikia kwenye Injili takatifu siku ya Jumapili iliyopita. Yesu alipoongea na kuweza kuelezea wenye heri ni akina nani, hivyo kuweza kutupa thibitisho ya kwamba tukaishi na kutekeleza kuambatana na heri hizi na 8 ama 9 tulizoweza kusikia Jumapili iliyopita,
hakuna jambo litakalo kuzuia yeyote yule kuwa mrithi wa uzima wa milele. Na zaidi, heri hizo ziliweza kuunganishwa pamoja katika heri moja tulioweza kuambiwa kwamba heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. So that is the summary of the Beatitudes that we had last Sunday. And every other beatitude draws strength in that. Na tuliulizana, huyu aliye maskini wa roho ni nani? Tukaelezana kwamba maskini yatoka katika neno moja la Kihibrania lililofahamika kama pokos. Na pokos haituelekezi sana kuona umaskini katika ulimwengu tunaoishi, bali kuelewa ya kwamba sisi wote tu maskini mbele zake Mungu Mwenyezi. Each one of us becoming God's beggar. And therefore, as long as we are God's beggar, then we have to conform to all the plans that pertains to God. Tuelekeza maisha yetu kuambatana na mpangilio wake Mungu Mwenyezi, maana huyo ndiye tunayemtegemea katika kila hatua tunaopiga katika maisha haya. Na hivyo basi, wewe na mimi tunapojitambua kama maskini wa roho, basi ni kumaanisha kwamba hakuna lolote letu lililomo duniani humu, bali sisi tumeahidiwa maisha ya uzima wa milele, ama tutakuwa warithi wa ufalme wa mbinguni tunapoendelea kumtegemea Mungu katika kila jambo tunalolihitaji kwenye safari hii ya wokovu. Na hivyo tukaweza pia kuambiwa kwamba heri walio na njaa na kiu ya uadilifu, maana hao watashibishwa. Na tukawa pia tukirudi katika neno la Kihibrania linalofahamika kama uadilifu ni sedeka. Na sedeka ni kusema kwamba ni haki. Tunamuona Mwenyezi Mungu kama haki na uadilifu wote ambao wewe na mimi siku zote tunapaswa kuonea njaa na kiu, ili tunapodumu katika haki na tunapoendeleza huo uadilifu katika maisha yetu, basi tuambiwa kwamba tutaweza kushibishwa naye aliye haki na aliye uadilifu wenyewe. Hivyo kuna mambo ambayo inatubidi sisi tuweze kuendelea kutimiza kuambatana na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kujidhihirisha katika maisha yetu, kuona ya kwamba sio sisi ila ni yule ambaye ametuita katika haya maisha ili tupate kuendeleza hicho chema ambacho alianzisha maishani mwa kila mmoja. Leo tunazungumzia kuhusu chumvi ya dunia, na tumeambiwa kwamba chumvi ikipotewa na ladha yake itakolezwa na nini? Tuambiwa kwamba haifai kitu tena ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Tazama kwamba chumvi haimo kwa faida yake yenyewe, lakini imo kwa faida ya wengine. Na tunaona ya kwamba hata katika maisha ambayo tunayaishi na maisha ambayo Yesu Kristo aliyaishi nyakati hizo,
chumvi ilitumika kwa njia tatu, na njia ya kwanza ni kuzipa chakula ladha, na hivyo kile chakula kipate kulika. Ni kuweza kuhifadhi na kutunza nyama, kwa sababu wakati huo hakukuwa na teknolojia ambayo leo tunaifahamu hivi kwamba you can easily buy a deep freezer or a fridge and have it in your house. Those days there were nothing of the sort. So one was supposed to use the salt so that you can smoke that meat and preserve it for a longer time. Na hivyo tunaona ya kwamba chumvi ilisaidia ili kuona ya kwamba chakula hakiharibiki unapoimwagilia na baadaye kuichoma, ili iweze kusaidia kama ni hiyo nyama iweze kukaa kwa muda mrefu. Na pia chumvi ilitumika katika kuponya, kuosha vidonda, na hata wakati mwingine kuwekwa kwenye kidonda kuzuia mengi mabaya yasije yakatendeka. Na hata tunaambiwa kwamba hata watoto wachanga walipozaliwa walipakwa chumvi ili kuweza kuzuia bakteria isije ikaingia katika miili yao. Kwa hivyo tunaona matumizi ya chumvi ni chungu nzima. Tunaweza tukaelezea jinsi ambavyo hii chumvi iliweza kutumika, na hivyo tunaona ya kwamba sio kwa faida ya chumvi yenyewe, bali ni kwa faida ya watu wengine. And that is why we continue to hear that salt is not salt for its own sake. Salt exists for the sake of the other. Na hivyo tuambiwa pia salt does not draw attention to itself. Chakula kinapowekwa chumvi na ile chumvi inasaidia hicho chakula kiweze kuwa na ladha, tunaona ya kwamba waweza ukala chakula hicho, lakini huwezi ukala chumvi tupu. Hamjambo? Hawezi. Hivyo tunaona faida inayoletwa na chumvi, na hivyo licha ya kwamba ni kidogo inayotumika, inazidi kutuelekeza hii chumvi ni nyeupe. Kwa hivyo inawakilisha usafi ule ambao unapaswa kuonekana katika maisha yetu. Na ninakumbuka Jumapili iliyokwisha tuliambiwa kwamba blessed are the pure in heart, for they shall see God. Wenye heri ni hao walio na usafi wa moyo, maana watamuona Mungu. Na hivyo tunaona ya kwamba chumvi inatukumbusha huo usafi ambao tunapaswa kuendelea kuhudumisha, ili wewe na mimi tusiishi kwa faida yetu wenyewe, bali tuone ya kwamba ni kwa faida ya watu wengine. Wewe na mimi tunaishi katika ulimwengu huu, becoming someone to others. And when we become someone to others, then it means we are not going to live a selfish life, but we are going to live a selfless life that is well demonstrated by our Lord Jesus Christ, who hanged on the cross so that you may be able to live. Na hivyo tunaona Yesu anaposisitiza na kusema kwamba ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Kwa hivyo hakusema kwamba ninyi mtakuwa chumvi ya ulimwengu, la, lakini anasema kwamba ninyi ni chumvi ya ulimwengu. So it is here and now, and because it is here and now, we have to give taste to the lives of our brothers and sisters. Na hivyo basi lazima wewe na mimi tujirudie nini ambacho kitafanya maisha yetu yaweze kukosa ladha. Ni wakati ambapo tunaegemea upande tofauti na ule ambao tumeelekezwa na Yesu Kristo, wakati ambapo tunakosa kutenda kuambatana na imani tuliyo nayo. Na ndio tunaambiwa hata na maandiko matakatifu ya kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa hivyo imani yetu ni lazima tuweze kuitafsiri katika matendo yetu ya kila siku. Na wakati ambapo nilikuwa ninajitayarisha kwa hili, kuna ujumbe mmoja ambao nilikutana nao
uliokuwa unaeleza kwamba Jesus Christ, the light of the world. Here is a man who was born in an obscure village, the child of a peasant woman. After a brief sojourn in a foreign land, he grew up in another village and never traveled 200 miles from there. He worked in a carpenter shop until he was 30. And then for 3 years, he was an itinerant preacher. He never owned a home. He never wrote a book. He never held an office. He never had a family. He never went to college. He never went to Rome or saw the emperor. He never did one of the things that usually accompany greatness. He had no credential but himself. While he was still a young man, the tide of popular opinion turned against him. His friends ran away. One of them denied him. He was turned over to his enemies. He went through a mockery of trial. He was nailed upon a cross between two thieves. While he was dying in, executioners gambled for the only piece of property he had on earth, his coat. When he was dead, he was taken down and laid in a borrowed grave through the pity of a friend. 20 long centuries have come and gone, and today he is the centerpiece of the human race and the leader of the quorum of progress. I am far within the mark when I say that all the armies that ever marched, all the navies that ever were built, all the parliaments that ever sat, and all the kings that ever reigned, put together, have not affected the life of man or woman upon this earth as powerfully as has that one solitary life. God is good. Wangapi wanaozungumza mambo ya Yesu? Ni wengi. Wangapi ambao wanakumbuka viongozi wetu? Pengine hata hakuna. Mtu akifa yake imesaurika vile. But for more than 2000 years, we've been talking about our Lord Jesus Christ. So meaning that he is the true salt of the earth. He is the true light of the world. He lived the talk, or rather he walked the talk. And he demonstrated that even as we can be able to walk the talk and be very pragmatic in all that we do on daily basis. Kwa sababu tusiwe Wakristo ambao ni wa jina peke yake. Tunaonekana tu katika haya maisha, lakini tunapotafutwa katika yale tunayoyatenda yaonekane ya kwamba tunaenda kinyume na matarajio yake Yesu Kristo, ambaye hakuja yeye ili aweze kujitafutia sifa, na ndipo hata alisema kwamba si kuja kujishuhudia, bali nimekuja kumshuhudia yule ambaye amenituma ulimwenguni humu. Alikuja kumshuhudia Baba, na ndiye atakauliza, ni katika matendo yapi ambayo mnanishtaki kwayo? Lakini wao wakasema kwamba sio katika matendo, bali ni katika usemi. Wewe mwenyewe umejiita Mungu, na hakuna mtu ambaye tunaweza tukamlinganisha na Mungu. Na kweli alikuwa Mungu, lakini wao hawakuweza kutaka kumtambua kwa hiyo njia. Leo ndiyo Yesu anatuambia kwamba ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Kazi ya mwanga ni nini? Ingia katika nyumba ambayo imejaa giza. Nini ambacho unaweza ukaona? Hakuna. Unahitaji mtu aweze kuwasha taa ama stima ili uweze kuona kila kitu ambacho kimo katika hiyo nyumba. Kumaanisha kwamba hata sisi tunapoambiwa sisi ni mwanga, basi yamaanisha kama vile ambavyo huyu mtoto alivyosema,
that St. Teresa of Calcutta was speaking to persons who had come to meet her from all over the world. Among those to whom she spoke was a group of religious sisters from many North American orders. After her talk, she asked if there were any questions. Yes, I have one. A sister sitting near the front said, as you know, most of the orders represented here have been losing members. It seems that more and more women are leaving all the time, and yet your order is attracting thousands upon thousands. Walishangaa mashirika mengine yanapoteza wafuasi, na kwa hivyo hakuna wasichana ambao wanajiunga na wao, lakini shirika la Mother Teresa anasema kwamba linawavutia bado wasichana wengi na wanajiunga na wao. What do you do? Nini ambacho unafanya? Without hesitating, Mother Teresa answered, I give them Jesus. Mimi huwapa Yesu. Yes, I know, said the woman. But take habits, for example. Do you women object to wearing habits? Kile kitambaa cha watawa. Nauliza, watu kataa kuvalia hicho kitambaa. And the rules of the order, how do you do it? I give them Jesus. Mother Teresa replied. Yes, I know, Mother, said the woman. But can you be more specific? I give them Jesus. Mother Teresa repeated again. Mother, said the woman, we are all of us aware of your fine work. I want to know about something else. Mother Teresa said quietly, I give them Jesus. There is nothing else. We Christians have something the world cannot find anywhere else. It is Jesus, the salt of the earth and the light of the world. I give them Jesus. What do we give to our fellow brothers and sisters? Do we give them Jesus, who is the salt of the earth and the light of the world? Tunawapatia watu wengine nini? Na ndio changamoto ni kwako na kwangu siku hii ya leo, wakati ambapo tunaitwa ili tuweze kujitazama zaidi, na tunapoambiwa kwamba ninyi ni mwanga wa ulimwengu. For example, kama hili kanisa halingekuwa na haya mataa, hatungekuwa na mwanga ambao unapenya kwenye zile vioo, na hata milango imefungwa. Pengine tunapitia kwa mlango mmoja, baadaye kunafungwa. Hapa kungekaa namna gani? Ingekuwa giza. Kwa hivyo kazi ya mwanga ni kufanya nini? Kazi ya mwanga ni kuondoa giza iliyo ndani, na hivyo wewe na mimi hatutaondoa giza katika maisha ya watu kwa maneno tu. La, inabidi tuweze kudhihirisha kwa matendo tunamaanisha yale maneno ambayo tunayasema. Na ndio leo tunapoambiwa kwamba mji uliojengwa juu ya mlima haufichiki, kwa sababu umo juu ya mlima. In those ancient times, the cities that were built on a hilltop, you could not hide. Why? Because they were built so that they could give directions to where you were heading to. So they were used for navigation. Na hivyo hata sisi ambao tunajiita wafuasi wake Yesu Kristo, tabia zetu, mienendo yetu, maneno yetu ni lazima yawe above board, ili kila mmoja anayetutazama asiseme ya kwamba we are a contradiction in life, because we say this but we do the opposite. God is good. Yeah? We must be an example, and being an example does not mean that we should be able to be lax in our lives, but rather let us come in the open and truly show we mean exactly what we say. Na ndio basi, ndugu zangu,
tunaendelea kukumbushwa kwamba wewe na mimi ambao ni mwanga wa ulimwengu, tuendelee kuangaza katika maisha ya watu, tusilete giza katika maisha yao, na tunajua kwamba mwanga upo sio ujisifu la, lakini mwanga upo ili uweze kuondosha hiyo giza. Because the light comes to illuminate in darkness. So we also come to illuminate in the lives of our brothers and sisters. And a good example is this. Nilikuwa ninatazama jana mpira wa Manchester na Tottenham. Na kama kuna siku ambazo sisi mashabiki wa Manchester tumekuwa tukifurahia ni kugonga watu. Na nimekuja kuona ya kwamba unless you get a lead of Amorims in your life so that you bring akina Carricks in your life, then you will never become profitable in any way in the lives of other people. You only become profitable as long as you get rid of those people who are not useful. Rather, become a useful person the way you deliver your things and the way you live your own life. Ukitazama wakati mwingine kwa social media na unasikiliza yale mambo ambayo yanaambiwa. Juzi, sio mwaka, nadhani ni mwaka mmoja hivi umepita, tuliona uchaguzi ambao ulitendeka kule Tanzania. Matokeo yake, wale ambao walifuatilia wanajua nini kilifanyika kule. Vijana wangapi ambao waliweza kuuawa ili mtu abaki kwenye cheo ama abaki kwenye kile kiti, hivi kwamba hata siku ambayo ni ya kitaifa mtu hangejitokeza kwa sababu ya uoga. Then whom are you reading? If you cannot come in the open and you address the nation, then it tells you that you are in that seat not because you are legally elected, but you have imposed yourself into it. And we continue to see leaders all over the world imposing themselves to the people because they want to remain there until they are taken by God. Si Mungu wawe akiwaita mapema. Sometimes we even pray Mungu waite mapema kwa sababu hawa wamekuwa mzigo. Tazama nini ambacho kiliendelea hapa Uganda. Ni wangapi pia ambao waliweza kuteseka. Sasa sisi tunangoja mwaka ujao, na hapa ndipo kuelezea mbivu na mbichi ni akina nani ambao ni chumvi na nuru ya ulimwengu ama mwanga wa ulimwengu, kwa sababu ni sisi ambao tunafika makanisani mwetu tunawapigia debe watu ambao hata hawahitajiki kuchaguliwa. We are the ones. Ukituona hapa tumejazwa kwa roli tukikata densi na kuonyesha kwamba mtu wetu lazima avalie, leo unavalia jezi ya UDA, kesho unavalia jezi ya DCP, kesho kutwa unavalia sijui jezi ya wapi. Hizo zote ukazipanga laini kwako, nasema mimi ni mtu wa ajabu, sababu hizi zote ni zangu. Mlisikia juzi watu sijui wametoka wapi wamekusanyika katika hii kaunti yetu. Wanasema kwamba watu wa kabila zingine watoke, sisi tubaki wenyewe ili tuzungumze ya nyumba nini, ya nyumba yetu. You know, sometimes these are the leaders that we have given so much power that they can do anything, inciting us against other tribes. Hapa ni wapi ambapo umesikia kabila linazungumziwa? Ya kwamba tumeambiwa ninyi, hatukuambiwa ninyi Waisraeli ndio chumvi ya ulimwengu. Hatukusikia ninyi Wayahudi ndio mwanga wa ulimwengu. Lakini ni kila mmoja ambaye anamtambua Yesu kama Bwana na Mwokozi maishani mwake. Lakini wale ambao wanafika makanisani mwetu na wanakuja kama kudhihirisha kwamba ni umoja wetu kwa sababu tumeunganika, maana sisi ni Wakristo, ndio baadaye wanatuambia kwamba huyu ni wa hili kabila, yule ni wa lile kabila, huyu mwingine. You know, what does that tell you? These are the Amorims that we are supposed to eliminate in our lives. Let us look for people who are constructive, and they are constructive in a positive way.
that is the only way we can realize the needs of our people. Na ndio ndugu zangu, tusidanganyike na kuambiwa kwamba barabara ni hii ya mara nyingine unaishi sio kama Mkenya, lakini uoga unakufanya wewe hata kumchagua mtu ambaye haukutaka. Na unarudi kusema kwamba mimi nilikuwa nachagua amani. Unachagua amani wakati ambapo umeweka mtu ambaye anaweza kukuweka kwa shimo. Kwa oga tunasema cowards died many times before they are real dead, but courageous people die only once. Saints are those people who influence our lives because of the courage they had to show when they were required. We must be those saints, and that is why tunapoambiwa kwamba you are the salt of the earth and you are the light of the world. Become that light. Mahala popote ndugu zangu tulipo, iwe ni makazini mwetu. You know, wakati mwingine unauliza, mbona hii chumvi kama haitawekwa kwa chakula hicho chakula hakina ladha? Ni kama huyu mfalme aliwaita wasichana wake watatu, na wote akawauliza, kila mmoja alimuuliza swali, na mmoja akamuuliza, wewe unanitazama kama nani? Na akasema, wewe licha ya kwamba ni mfalme na ni baba yangu, ninakutazama kama dhahabu ambayo Mungu amenijalia maishani mwangu. Hata ukasikia mtoto wako amekwambia wewe ni dhahabu yake, si utaona kabisa anakudhamini. Hamjambo, Mungu ni mwema. Akafurahi na akamwambia, asanti msichana wangu. Mwingine naye akasema kwamba wewe, what we call jewel in Swahili, ati nini? Jewel ni kama shanga maridadi. Wewe ni kama shanga hiyo ya dhamana sana katika maisha yangu. Na aliposikia yeye ni kama shanga akafurahia sana, na baadaye watatu aliyekuwa mdogo na aliyempenda sana akamuuliza, mwanangu, waniona kama nani? Na msichana akamwambia, baba, ninakuona kama chumvi ya ulimwengu. Na baba akasema, chumvi inapatikana kila mahali, dhahabu haipatikani kila mahali. Jewels are never found every other place. No, if you are looking for diamond, you have to go to specific places. Hivyo unawezaje nilinganisha na chumvi ambayo iko kila mahali? Na akafukuza yule mtoto, na yule mtoto akaenda. Lakini baada ya muda, alipoandaliwa karamu na kile chakula kikakosa chumvi, alimuita mpishi akamuuliza, kwa nini chakula hiki hakina ladha? Akamwambia, pole, tulisahau kuweka chumvi. Na hapo ndipo mfalme alikumbuka kwamba msichana wake alikuwa akimwambia kwamba wewe ndiye ladha ya maisha, wewe ndiwe unayetuletea hiyo furaha ya kuweza kusherehekea chochote ambacho tunasherehekea. Na ikambidi kufikiria na kukumbuka kwamba huyo msichana alikuwa amempa dhamana kubwa kuliko dhahabu ama the jewel ambayo ilikuwa inazungumziwa na huyu. Na hii pia inatuelekeza kukumbuka jambo lingine kuhusu huyu mama ambaye aliajiriwa kama manager. Sijui ni mara ngapi wewe na mimi ambao tumejaliwa pengine hata kuwa na gari, kufunguliwa lango, ni mara ngapi nasimama na kuongea na huyu askari? Wengine wetu tutapita, sini kazi ameajiriwa, sini anafanya. Kwa hivyo afungue lango, wewe uza barabara, hata kumuinulia mkono hakuna. Lakini huyu mama alihakikisha kwamba kila wakati anapoenda kazini alikuwa akiingia kila ofisi, akianzia na yule ambaye yuko kwenye lango, kumsalimia na kumuuliza usiku wako ulikuwa namna gani. So you ask every other person, and she was so liked in the company kwa sababu ya huu umoja ambao alijaribu kuonyesha na upendo aliyoonyesha. Na wengine walisema kwamba hazienda mbali, atachoka haraka sana, lakini hakuchoka.
And one time as she entered in a cold room, alisahau funguo nje, na alipoingia pengine kwa sababu ya upepo lango likajifunga na hangeweza kufungua hiyo the cold room akiwa ndani. Akajaribu kugonga asiweze, na wafanyakazi wengine walikuwa wameondoka. Ni ile shughuli ya kwenda akiangalia kila mahali na kuhakikisha kwamba kila kitu kiko kizuri. Ndugu zangu, mama alibaki kule, mwili ukaanza kuingia baridi, asijue afanye nini, na akaona ya kwamba mwisho wake umekaribia. Na polepole akasikia kuna mtu ambaye anatembea kule, na akaja akafungua ule mlango. Mama hata hangeweza kuongea kwa sababu tayari baridi imemwingia kwa mwili, na tuambiwa kwamba walimtoa haraka wakamkimbiza hospitalini na akashughulikiwa, na baada ya wiki akarejea kazini. Akaja akamwita yule askari, akamwambia, ulikuwa unaenda wapi ndio uweze kuja na kufungua mahala ambapo kwa kweli nilikuwa nimekwama ndani? Na akamwambia, wajua, umezoea kunisalimia asubuhi na jioni, na wanisalimia kwa tabasamu. Ni wewe tu ambaye unajua hata siku ya kuzaliwa kwangu ni lini. Sasa mimi nilipoona wafanyakazi wengine wote wameenda na nilijua uko ndani, mimi nilishangaa muona umekawia bila kutoka, na basi nikaja nikiangalia kila mahali, nikakukosa ofisini, nikaingia kwenye rooms zingine hakuna watu ninaona, na ndio nikapata funguo ambazo zilikuwa zaning'inia kwenye mlango, na nikafikiria tu nifungue niangalie kama kuna mtu aliye ndani, na ndio nikakuona. Ndugu zangu, how do we treat our brothers and sisters? Even those people who think that they are going to remain in power forever, let them be reminded that you can incite others, and especially inciting fools, kwa sababu it's only a fool who can actually be incited. Kuambiwa kwamba huyu ni wa kabila hili, huyu mwingine ni wa kabila. Let us all understand we were created in the image and likeness of God. Jitazame kwenye kioo, uniambie kama kabila lako ndio lilizaliwa kwanza. Kama ni kabila, kama Mungu angetaka sisi wote tuwe Wayahudi, tungekuwa Wayahudi. Lakini hakutuumba wote tukiwa Wayahudi. Our diversity should not make us to be enemies of each other. Our diversity should make us to accommodate each other so that we understand the cultures we belong, so that by respecting those cultures and embracing what is in connection with God, that is the only thing that will make us see God and be with God forever. Ndugu zangu, hamjambo? Ni hivyo tu, hakuna kitu kingine. Tuache mwanga wa Yesu uweze kupenya ndani yetu, ili na sisi tuweze kupenya maisha ya watu wengine, tunapowabadilisha, wanapoona ya kwamba sisi tumekuwa kama huo mji ambao umejengwa juu ya mlima. Na ndio tumeambiwa kwenye hili somo la Injili tukimalizia kwamba vivyo hivyo mwanga wenu uangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema. Wataonaje matendo yetu mema wakati ambapo wewe unaongozwa na ukabila? Wataonaje? Hawawezi. Na umekuwa ukisikia kwamba mtu anasema kwamba hawa ni watu ambao walikuja kununua mashamba yetu, hawa ni watu ambao ni madoadoa ambao tunapaswa kuondosha. Tunaondosha nini? Kama shamba ni lako, basi ukifa ungekunjwa na hiyo shamba na urudi nao kwa Mungu. Kama ni yako, kama hiyo sehemu ni yako, hakuna mtu ambaye angebakisha kitu duniani humu, tungeana nayo. Kwa hivyo hakuna pengine kitu ambacho kingekuwa kimebaki. Lakini tunapokumbuka kwamba ulimwengu tunaoishi ni wa Mungu na sisi wote ni wa Mungu, acheni matendo yetu mema yaweze kuelezea wewe na mimi ni watu wa namna gani, kwa sababu ni katika hayo tutaweza kumtukuza Baba yetu wa mbinguni. Matendo yako na matendo yangu yanapokuwa mazuri, watu wengine watasema kwamba kwa kweli
Mungu anahitaji kuinuliwa kwa sababu ndiye ambaye amemuinua huyu mtu. Na ndio somo la kwanza limesisitiza na kutuambia kwamba uwagawie wenye njaa mkate wako, na maskini wanaotangatanga waingize nyumbani mwako. Ukaona mtu aliye uchi umvike nguo. Matendo ya huruma kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo mlango wa 25 kuanzia aya ya 31. Nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa gerezani na mgonjwa mkaja kunitazama. Hata wakati ambapo tunawazika wetu bado ni kitendo cha huruma. Hivyo ndivyo mwanga utakavyopenya na kuangaza katika maisha ya watu. Ukristo sio Ukristo kwa sababu tunasema Bwana ni mwokozi wa maisha yangu. Ukristo unakuwa Ukristo wakati ambapo tunadhihirisha kwa matendo yetu, na ndio tuambiwa kwamba the Christian exists not for him or herself but for others. If you're a Christian, if I'm a Christian, I exist because of others, not because of myself. No, or because of yourself. It is because of others. Let us be the light of the world. Let us be the salt of the earth. And the moment we become the salt of the earth, my dear friends, will never be disappointed. Na hivyo ndivyo tutakavyopambana ili tuweze kumwona Mungu na tuweze kuishi na Mungu. Na ndio Mtakatifu Paulo akasema kwamba anachokidhamini ya kwamba mji uliojengwa ya kwamba nilipokaa kwenu nalitaka nisijue lolote ila Yesu Kristo ndiye msulubiwa. Hata wewe jua mambo ya Yesu Kristo, sio mambo ya wengine. Unajua sisi ni wazuri sana na mdomo ya masengenyo. Unasikia kwamba ni kama unainuliwa ukiona mtu ya kwamba yule jamaa ni mlevi. Mtakatifu Philip Neri alionyeshwa juu ya mlevi na matendo aliyokuwa akifanya, na akasema kwamba look, another Philip Neri, but the grace of God. Tunaishi vile ambavyo tunaishi katika maisha mema because of the grace of God. It is not because we are worthy, no, it is because of that grace. Let us always depend on the grace of God and we shall meet in heaven. God bless you.